Alitakuwa refu sana, lakini lilikuwa linasema misingi ya ushindi katika vita vya kwa ambao hamkuwepo. Tuliangalia mambo machache kwamba mtu kabla hajaokoka anakuwa katika ufalme mwingine wa giza, anakuwa yeye wa upande mwingine, na anapompokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na akaamua kutoka moyoni mwake kumwishia yeye siku zote za maisha yake, huyo mtu anapokata shauri na uamuzi wa namna hiyo, anahamishwa sawasawa na Wakolosai 1:13 kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tunapata na ufalme mbili, kuna ufalme wa giza, kuna ufalme wa nuru. Lakini ufalme wa nuru una nguvu, ni mwenye nguvu kuliko ufalme zote. Kwa hiyo sasa katikati hapo tunapata vita. Ufalme huu mwingine wa giza unajaribu kuwavuta watu ambao kwa nuruni waweze kumkosea, waweze kukosea sheria za ufalme. Wanajaribu kuwavuta ili waweze kurudi katika ufalme, na wanatembea katika sheria za Mungu. Hapo ndipo tunapopata vita. Na tukasema msingi wa somo hili sio kumkuza upande wa adui au shetani, bali ni kumkuza Kristo. Yeye ni juu ya vyote, yeye ana mamlaka. Ni kweli kabisa vita vipo, lakini Yesu Kristo ni mkuu, yeye zaidi ya vita vyote, na tumaini letu lipo katika ushindi. Lakini pia tutaangalia misingi kwa ufupi, kwa kuitaka kuiangalia misingi mitano ambayo tutaanza kuangalia leo. Tutaangalia msingi mmoja, tukaangalia msingi wa kwanza ambao ndio msingi mkuu, damu ya Yesu Kristo. Nikasema katika msingi huu ndio msingi unaobeba misingi mingine. Kwa nini? Kwa sababu pale msalabani damu ilipomwagika ndipo tulipopatanishwa, ndipo ambako tulipounganishwa na kufanya kuwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia kuna misingi mingine ambayo tutaiangalia baadaye, msingi wa maombi ya kudumu. Usena maombi leo umeomba, kesho uombi, kesho nini? Kufanya namna hiyo, basi katika hii taratibu tutakuwa tunashindwa vita vyake. Lakini tukaangalia maombi, tukaangalia msingi mwingine wa toba na utakatifu, toba ya kweli na utakatifu. Usiombe toba leo lakini kesho ukarudi, ile toba ya kweli na utakatifu. Tukasema utakatifu ndio unaweza kumsimamisha mtu akaweza kusimama akiwa thabiti na akiwa imani. Unaweza kufanya yote lakini pasipo utakatifu utakosesha. Tukaangalia neno la Mungu, neno la Mungu ambalo ndio ngao ya kuweza kunyamazisha kila mishale yote ile. Amina. Neno la Mungu ndilo ambalo linaondoa uongo wa shetani. Tunasema shetani anatumia hila. Na tukaangalia hila ulikuwa ni udanganyifu, mitego ya siri ambayo si rahisi sana kufahamu isipokuwa umejazwa neno la Mungu ndani yako. Tukasema Daudi na neno la Kristo akasema, nimeweka neno lako moyoni mwangu nisije kutenda. Sasa Mungu sasa anasema na neno la Kristo likaweka kwa wingi ndani yenu katika hekima zote. Neno ndio linalofunua Mungu kuweza kuishi. Hapa kuna mtego, hata kama ni inakuja kwa sura yenye kuvutia. Kilichokosekana katika ile mwanzo ilikuwa ni kukosekana kwa neno ndio sahihi kwa Hawa. Adamu alikuwa anajua, ndio maana alijua angepita kwa Adamu neno, kwa sababu alikuwa anajua neno lile ambalo Bwana Mungu aliongea ndani yake atapenya uongo wao. Lakini pia tutaangalia pia uongozi, nguvu na uongozi wa Mtakatifu, kwamba si tu nguvu lakini pia na uongozi wake. Yes. Amina.
Leo tutaenda kuangalia msingi wa kwanza ambao ni damu ya Yesu Kristo. Msingi wa kwanza wa vita. Tunaweza kusema vita vya kiroho ni katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Kuna namna ambavyo tunatakiwa kushinda. Ndio maana kusoma katika Ufunuo sura ya 2 tunasema hautasoma katika Ufunuo yote yeye ashindaye, yeye ashindaye, yeye ashindaye. Unashinda nini? Baka katikati hapa kuna vita imetupasa kushinda. Tunaenda kuangalia msingi wa kwanza ambao ndio unatupa uhalali wa ushindi wetu wa vita. Damu ya Yesu Kristo. Ushindi wa vita vyetu vya kiroho. Tunaenda kuitazama damu ya Yesu kama ndio msingi mkuu. Katika pale msalabani, damu ya Yesu ilipomwagika msalabani, ikatupa uhalali, kwa sababu ilipomwagika pale ikatusababisha sisi ondoleo la dhambi. Wanadamu kama wanadamu tulikuwa tumemkosea Mungu, tayari kwa kuna uliotendwa pale. Amini. Tusingeweza kushinda kwa nguvu zetu wenyewe hapo msafisha. Damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, ikawa ni sababu ya ondoleo la dhambi. Ikawa ni sababu ya kuondolewa kwa hatia. Hatia ilikuwa imesimama na mashtaka. Yale mashtaka yakakosa uhalali, yakakosa nguvu. Ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Sisi tulikuwa tunakuwa na hatia isiyosameheka. Sisi tulikuwa tayari wafungwa kwa ufalme wa giza. Hakuna namna nyingine, hakuna maombi yangeweza kufanya kazi kutoa wale. Hakuna nguvu za aina yoyote za kibinadamu. Hakuna ushawishi ambao ungeweza kutoa. Hata kama tungeongea maneno mazuri ya maombi, kama isingekuwepo damu ya Yesu, ingekuwa bure. Tungeweza kuishi kwa namna yoyote ile. Damu ya Yesu ndiyo ambayo imetupa uhalali. Wakolosai sura ile ya 1 na ule mstari wa 13 anasema, kuna maneno mazuri pale anayasema, kwa maana alitukomboa akatuhamisha katika ufalme wa giza. Neno pale anatumia Mtume Paulo, akatuhamisha. Alituhamisha saa ngapi? Damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, mtu yeyote asije akajivuna. Ni damu ya Yesu pekee ndio imetupa uhalali, ndio imetupa nguvu, ndio imetupa mamlaka ya kushinda. Kwa tunajifunza hili msingi, tunapata kuelewa kwamba kumbe damu ya Yesu ndio msingi mkuu umeshikilia nguvu. Kupitia damu ya Yesu ndiko ambapo tunapata ondoleo. Hatia na makosa yetu yanafutwa. Kupitia damu ya Yesu ndiko ambapo tulipatanishwa tukawa moja. Kisha tukiondoa kiambato. Zamani tulikuwa wawili, lakini baada ya damu ya Yesu kumwagika tukaunganishwa tukawa mmoja. Ndiko neno la Mungu linavyotuambia namna hiyo. Kwa damu ya Yesu ndiyo msingi. Soma katika ile Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 11. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kufa. Kumbe ukisoma andiko hili vizuri unaona kwamba kumbe asili ya kushinda kwa vita vya kiroho sio nguvu zetu, sio ushawishi wetu, sio nafasi ya aina yoyote tulionayo katika huduma, iwe ni mtume, iwe ni nabii,
askofu, mchungaji, mzee wa kanisa, nafasi nyingine zote, hao ni mshirika. Hizo nafasi hazitupi mamlaka au uhalali wa kuweza kushinda. Uhalali wetu upo katika damu ya Yesu. Na naposoma ile andiko vizuri, unaona nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ukiangalia hawa watu walikuwa pia na matendo mazuri, walikuwa na ushuhuda ndani yao, lakini neno linatuambia wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Mwana-kondoo hapa anaona ni Yesu Kristo. Ukisoma katika ile Yohana 1:29 utaona anazungumziwa anasema kwamba tazama, mwana-kondoo Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anafunua siri kubwa sana, anamfunua Yesu kama mwana-kondoo wa Mungu aliondoaye dhambi. Anaanza kuona mwisho. Yohana akiwa mwanzo kabisa anasema tazama, mwana-kondoo wa Mungu aliondoaye dhambi. Kawaida mwana-kondoo huwa anakwenda kuchinjwa. Kwa hiyo baada ya kuchinjwa, wanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo damu ya Yesu ndiyo inayotupa uhalali na ndio imeweka pale kwa chini. Ndiko ambako deni letu lililipwa pale msalabani. Wote tulikuwa ni watu ambao tumekataliwa. Wote tulikuwa ni watu ambao tulikuwa ni wamilikiwa na shetani muda wote. Tulikuwa na hatia milele. Lakini pale msalabani Yesu alilipa deni la dhambi. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tunatembea katika msingi wa kushinda vita vya kiroho, kumbuka kwamba wewe tayari ni wa Mungu. Mtu yeyote ambaye ameokoka na ameamua kumfuata Yesu, ajue kabisa kwamba damu ya Yesu ililipa deni pale. Hatia iliondolewa. Mashtaka ambayo shetani alikuwa anaweka juu yako, ujue kwamba hayana nguvu kwa sababu ya damu ya Yesu. Si kwa sababu ya juhudi zako, si kwa sababu ya kujitahidi kuishi maisha, bali ni kwa sababu damu ya Yesu pale msalabani. Amina. Damu ya Yesu. Kwa tunapoanza kuona damu ya Yesu, tunaanza kuona kumbe ni kupitia damu ya Yesu ndipo ambapo Mungu anaweza kufunga agano kati ya mwanadamu na Mungu, Mungu na mwanadamu, upatanisho. Kaanza kuona agano. Tunapoona damu ya Yesu tunakuja pale ndipo ambapo tulipata ukombozi. Kuna wimbo mmoja ambao wanaomba kisha msalabani pa Mwokozi, ambao ndio tenzi kwa kifupi. Hapo tulipata ukombozi. Bwana Yesu. Hii tenzi alikuwa anaimba wimbo kufuatia vizuri. Alitafakari pale msalabani kazi ya Yesu, damu ya Yesu ilipomwagika msalabani. Maana nyingi damu ya Yesu tunapokuwa tunaitamka wakati mwingine
pengine hatuelewi kazi yake pale msalabani, tumetamka kwa mazoea, au pengine tunapokuwa katika shida, pengine damu ya Yesu, naomba nifunike damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tumesema kazi ya damu ya Yesu ni kutusafisha na kutuosha. Kwa hiyo kabla ya damu ya Yesu, ina maana kwamba dhambi ilitufunga. Tulikuwa watumwa, tulikuwa ni watu waovu, tulikuwa ni watu wa kukataliwa, tulikuwa tuna hatia milele. Na shetani alitumia hivyo kuweza kunifunga mwanadamu. Alitumia haya yote kuweza kufunga, lakini baada ya damu ya Yesu kumweka pale msalabani, Yesu akasema na Yesu alilipa deni. Tulikuwa tuna hatia tena. Yale mashtaka yakaondolewa ya kukosa wala. Kwa hiyo damu ya Yesu ilishughulika pale msalabani na dhambi iliyokuwa inampa walali, inatumilikisha tukiwa watumwa wa kiroho. Baada ya kumwagika damu ya Yesu tukapata walali. Ni kwa damu ya Yesu ndio ilitupa walali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika ile Waefeso 1:7 anasema nini? Anasema katika yeye huyo, katika yeye huyo. Hapo karibu anaweza kusomea hiyo Waefeso 1:7. Waefeso 1:7 kwa haraka. Tunakuja kuona mambo mawili hapa ya kazi ya damu ya Yesu. Okay? Waefeso 1:7 nitakuja pia. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Hapa katika ile andiko Waefeso 1:7 tunaona mambo mawili. La kwanza tunaona damu ya Yesu kutupa ukombozi. Lakini la pili tunaona kumbe tulipata msamaha wa dhambi. Damu ya Yesu inatupa msamaha wa dhambi. Ni mambo ya muhimu sana ambayo ndio yanatupa msingi wa ushindi. Wakati mwingine tunaweza tukajiona sisi bado tuko mtumwa, lakini neno la kwanza tunatuambia damu ya Yesu inatukomboa, inatukomboa hata sasa. Mara nyingine ukombozi ni pale ambapo damu ya Yesu inatukomboa. Tununuliwa, tukalipiwa deni. Deni letu lililipwa pale msalabani. Kwa hiyo ni sawa kwamba mwanzo tulikuwa katika ufalme wa Yesu, lakini Yesu Mungu mwenyewe akatununua. Tunataka katika Matendo ya Mitume sura ya 20, unaona kwa sema anasema basi tuzeni kundi ile ambalo Roho Mtakatifu alinunua kwa damu yake mwenyewe. Ndipo kwa hiyo sasa tulikuwa katika ufalme wa Yesu, tukanunuliwa, tukalipwa deni. Maana damu ya Yesu ndio ilikuwa ni deni. Kulikuwa hakuna thamani nyingine yoyote, sio fedha, sio dhahabu, sio chochote kile, wala sio damu yoyote ya mnyama wa namna yoyote ambayo ilikuwa na uwezo wa kuweza kulipa. Kwa hiyo ilikuwa damu yenye thamani kuliko zote ya Mungu. Kwa hiyo tukanunua kwa bei ya thamani. Damu yake ilipomwagika kusema tukatolewa katika ufalme uliokuwepo wa mwana wa Yesu. Tukatolewa pale na kupelekwa katika ufalme mwingine wa Mungu, ambaye ndio mwana wa pendo lake. Bwana Yesu, tukakombolewa kwa damu. Kwa hiyo damu ya Yesu pale ilifanya kazi kubwa ya kutukomboa. Na wakati mwingine mtu anaweza kawa anaishi so na damu Yesu ilikomboa, ni kama vile bado yuko utumwani. Bado anawaza bali mtu ameokoka, lakini bado anaanza kufikiria laana na mabavu. Bado anaanza kufikiria kuna maneno fulani nimesikia nitamkwa juu yangu, labda ndio maana ninapitia haya. Pengine kuna namna fulani laana zanifuatilia. Nilisikia kuna babu fulani kule kijijini alitamka maneno fulani. Nilisikia familia fulani sema tuone kama utafanikiwa. Kwa hiyo bado huyo mtu bado ni mtumwa,
anaishi utumwani, lakini kumbe yeye alishahamishwa na kuingizwa katika ufalme. Basi na shetani anatumia hiyo mbinu, ni vita vya kiroho, ili wewe uanze kujiona kwamba wewe bado uko utumwani, bado uko Misri, lakini kumbe wewe tayari umeshaingia Kanaani, hauko Misri tena. Anatumia, anapokuangalia anaanza kuleta, unaanza kujadili fulani kama kutoka hadi fulani, kama unaona unaanza kufanya au kweli na la. Amen. Tambua kwamba damu ya Yesu ilishakukomboa. Tambua kwamba umekombolewa. Tambua kwamba wewe hauko utumwani tena. Amina. Aliokombolewa, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Alitununua kwa damu ya thamani. Ndio katika Wakolosai 1:13 na 14 anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mapendo yake, ambaye katika yeye tuna ukombozi. Tuna ukombozi. Alitukomboa, akatulipia deni kwa damu yake pale msalabani. Kwa hiyo sisi hatuko tena katika utumwa. Una ujasiri sasa, hata kama katika fahamu yako tayari unaona kuna hali fulani, ufalme wa giza unakuingia, ili jione bado uko utumwa, mwambie damu ya Yesu. Yesu alilipa damu yake pale msalabani. Mimi siko tena chini ya sheria. Mimi siko tena katika utumwa wa dhambi. Mimi tena siko tena katika utumwa wa laana. Damu ililipa kila kitu. Amina, mtu wa Mungu. Asitokee mtu akakwambia sasa unatakiwa, kuna ile unasema unataka tukombolewe, leta sadaka hii, leta hiki. Mwambie damu ya Yesu ililipa pale msalabani. Hakuna mbadala wa damu ya Yesu. Ndio maana Yesu akasema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoishi katika utumwa, kuishi katika utumwa. Lakini vile tuangalie katika ule mstari, kuna kingine, damu ya Yesu inatusamehe dhambi. Inatusamehe dhambi katika ile ambapo tulisoma andiko mwanzo wa Efeso 1:7, anasema katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu. Tuna ukombozi, jambo la kwanza, lakini jambo la pili tuna msamaha wa dhambi. Kwa damu ya Yesu pia inatupa msamaha wa dhambi. Bila msamaha wa dhambi, bila damu ya Yesu, wanadamu tusingepata msamaha wa dhambi. Kumbuka, dhambi ndio iliyofanya sisi tukatengwa na Mungu, na dhambi ndio iliyompa Bwana Shetani kuendelea kutumiliki kabla ya kukombolewa kwa damu ya Yesu. Tulipokuwa tungali gerezani, tukaenda katika matendo yale, tukafuata zile tamaa na matendo ya nia kama yule mfalme wa anga. Kwa tukaishi kama watu wa kupotea, tukamchukiza Mungu. Na wengine mpaka sasa ambao wanaishi hivyo, wamekataa neema ya damu ya Yesu, na Mungu amewaacha wafuate jinsi wanavyo. So katika Warumi 1 utaona sura ya kwanza, utaona Mungu amewaacha wafuate tamaa zao, wafuate matendo yao. Kwa hiyo dhambi, pasipo damu ya Yesu sisi tungetengwa, ilikuwa kutengwa. Kwa hiyo dhambi ilikuwa ina kazi ya kututenganisha. Dhambi ilifungua mlango, dhambi ilifungua mlango wa kukataliwa, dhambi ilifungua mlango wa kumilikiwa na adui, dhambi ilifungua mlango wa haki, dhambi ilifungua mlango wa mashtaka kusimama. Damu ya Yesu inapokuja inafuta njia, inafuta mashtaka,
inafuta laana, inafuta kila kitu, inatuondolea uchafu na kila namna ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi unakuta shetani anakuwa anatumia, unakuta mtu tayari ameshampokea Bwana Yesu, hapo ulikuwa umerudi nyuma, ushampokea mwanzo, baadaye ukarudi nyuma, baadaye ukampokea tena. Shetani anaanza kukumbusha, anaanza kutumia kumbukumbu za makosa ya nyuma, anaanza kukutumia katika fahamu zako na mawazo yako, uanze kujiona kwamba yeye ni mwenye hatia. Hiyo ni mbinu za Shetani. Kumbuka, kazi ya Roho Mtakatifu ni kuhakikisha ulimwengu kwa amani. Kwa kabla mtu hajampokea au amemkosea, Roho Mtakatifu anaanza kumwambia, kumhakikishia habari zake. Mwanangu umekosea, mwanangu kuna jambo hujafanya vizuri. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu, ili uweze kurejesha, ili uweze kumrudia Mungu. Kwa unapomrudia Mungu kwa toba na damu ya Yesu ikakusafisha, wewe unakuwa safi. Lakini bado katika ulimwengu wa Shetani anajaribu kurudisha kwenye kumbukumbu za nyuma, wewe ili ujione wewe bado una hatia, ili ujione bado wewe hufai mbele za Mungu, ili ujione wewe huwezi kumkaribia Mungu. Kumbuka, kuna tofauti kati ya kuokoa Roho Mtakatifu kumhakikishia Mkristo kwa habari ya dhambi kabla hajapokea, baada ya kurudi nyuma, na kukumbusha dhambi na Shetani kukumbusha dhambi baada ya wewe kuokoka. Ni mambo mawili. Kwa hiyo unapotubu kwa kumaanisha, jua kabisa kwamba wewe damu ya Yesu umesamehewa. Hata pale Shetani anaporudi kuanza kukumbusha nyuma matendo ya dhambi, kumbukumbu za nyuma, historia ya nyuma, mwambie usibishane naye. Amina. Kwa sababu hata kuja yeye kama yeye, watu wataanza kukuonyesha kidole, wewe naye, wewe mbona tunakujua, hata maisha yako tunayajua. Anatumia watu, anaweza kutumia mawazo yako wewe mwenyewe, mawazo yako mwenyewe, anaanza kujiona bwana mimi ni mwenye hatia. Atatumia watu, anaanza kuonyesha vidole. Lakini hatupimwi, hatupati walali kwa sababu ya watu, hatupati walali kwa sababu ya maneno ya watu, hatusamehi dhambi ya kusafishwa kabisa kwa sababu ya maneno ya watu, kwa sababu ya namna watu wanavyotuona, kwa sababu namna watu wanavyotusema, kwa sababu namna ulimwengu unavyotuona, bali kwa sababu ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Hatupati walali kwa sababu ya ukamilifu wa ndani. Katika ukamilifu wangu haujakamilika, lakini damu ya Yesu imesimama badala yangu. Kwa matendo yangu mimi hajakamilika, lakini damu ya Yesu imesimama badala yangu. Damu ya Yesu ni kubwa zaidi ya kumbukumbu zangu za nyuma. Damu ya Yesu ni zaidi ya matendo yangu ya nyuma. Damu ya Yesu ni zaidi ya watu wanavyonitazama. Damu ya Yesu inapokuja katika mawazo, simama imara, simama kwa ujasiri kwamba pale msalabani damu ilimwagika, damu ilimwagika pale msalabani, na ile lango lililipwa. Amina, amina. Usonge mbele, usonge mbele. Maana Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 26:28, anasema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano kwa ajili ya ondoleo wa dhambi. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alisema katika Mathayo 26:28, alitamka juu ya habari ya damu ya Yesu kabla
Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Hata kabla hajakaa msalabani, wakati kuna mafunzo yake katika ile kalamu, sema damu hii iwe kinywani mbele za Bwana kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Mbinu yoyote ambayo itakuja kukuucha nyuma usipo ujasiri, wewe ambaye tayari umeamua kusimama mbele, kwa sababu mwanadamu kama mwanadamu hatujakamilika katika namna ya kumgundua kwa matendo yetu ya nyuma. Hatuendi mbele kwa sababu ya matendo yetu, bali kwa sababu ya damu ya Yesu. Tembea kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu pia inatutakasa. Damu ya Yesu pia inatutakasa. Damu ya Yesu haifutiki tu dhambi. Damu ya Yesu pia inatutakasa. Tunaposamehewa dhambi, dhambi zinaondolewa. Lakini damu ya Yesu inaenda zaidi katika nia, katika ndani ya roho yako, inatusafisha kabisa, inatutakasa. Kila uchafu wa kila namna tunakuwa safi. Ndio kazi ya damu ya Yesu. Amina. Nisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 nasema, bali tukienenda nuru kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Damu yake Yesu mwana wake yatusafisha na dhambi yote. Kwa hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu haisitiri wala haifichi. Damu ya Yesu inatusafisha kabisa. Kila hatia tunakuwa safi mbele za Mungu. Sasa kingine nasema mwanadamu anaweza akaficha dhambi mbele za watu, lakini hawezi kuficha dhambi mbele za Mungu. Dhambi yako inabaki kwa vile maadamu hujatubu. Kwa kazi ya damu ya Yesu, na wewe unajua kabisa kwamba una katika hiyo kuishi, lazima tutumie damu ya Yesu. Iko pale ili tupate uhalali kila dhambi. Kazi yetu sisi ni kwenda mbele zake, nile kukosea. Bwana Yesu asifiwe. Naambia mwingine, tunapokuwa tunahapo tunamsifu Mungu, tunaimba, utapoona hanga, unaona kabisa unaimba, unakataa, hiyo kuna kitu kiko sawa. Usijitete mbele za Mungu. Na mkiwa huko vizuri, lakini nenda tu mbele za Mungu, mwambie Roho, Bwana Yesu, naomba unisamehe, naomba unisafishe, naomba unitakase kutenda dhambi, tumekukosea. Kwa sababu kwa Mungu msamaha iko wazi. Ndani yako tuasikie tunachofanya. Ndani yako tunaishi kujua tunachowaza, ambacho ni wazo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini kwa Mungu yote yako wazi. Kwa hiyo ushindi wa vitu vya kizuri ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu inatusafisha kabisa, inagusa moyo, inagusa dhamiri, inagusa nia na maisha yetu ya ndani. Wewe ni Mkristo lakini bado unaishi katika hali ya ndani ya hatia, naona kama bado rudi magotini, kwa hivyo Bwana Yesu nimekosa, naomba unisamehe, achia damu yako, utaanza kuanza upya kabisa. Kila ndani yako hukumu achia itaondoka, utaanza upya na Bwana katika maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Soma katika ile Waebrania 9:14, Waebrania 9:14 nasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho amejitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kwa damu ya Yesu kwa sababu tuweze kumwabudu Mungu. Tukiwa na mawaa, tukiwa na namna nyingine yote, hatuwezi kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini damu ya Yesu haiko pale kwa sababu hii inaendelea kila siku. Kwa sababu najua damu ya Yesu ipo, nitakosa, nitakwenda kutubu, nitakosa, nitakwenda kutubu. Damu ya Yesu haitumiki kama ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu haitumiki, wengine sehemu ndio unakuta wanakuwa na maji ya upako. Sisi kama maji ya upako yote yanatoka kwa nguvu za giza, kila mmoja na neema ambayo Mungu mwenyewe kamfunulia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo wengi wanatumia, wengine asili yake ni tofauti. Ndio maana sasa unakuta kanisa tunapinga hivyo, kwa sababu linapotosha watoto wachanga ambao hawajakomaa roho, wanaanza kutegemea vitambaa, kuanza kutegemea mafuta ya upako kuliko kumtegemea Mungu na kuanza kutembea na ushirika na Mungu. Ndio shida hiyo. Tambaa na kila kitu tunaweza kwenda nguvu ya Mungu kabisa, lakini kwa watu ambao ni wachanga wataanza kufia na vitumia ndio dukani kwake na kuta na mwanga mafuta. Amina. Ni kweli kabisa inafanya kazi kama ni nguvu ya Mungu, lakini kama una ushirika na Mungu hautaenda. Na Mungu anataka uende mbinguni, ni zaidi ya hapo. Amina. Amina. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Basi si zaidi damu ya Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa Roho kwa milele alitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Wakati unakosa ujasiri wa kusimama na sheria anatumia hali hiyo ndani dhamiri yako, inakwenda kushtaki eneo fulani hujafanya vizuri, hujaomba. Kuna wakati tunaona kwamba hata kutokuomba tunaona sio kosa. Biblia inasema ombeni bila kuomba. Ni amri ya Yesu. Yesu anapozungumza ni amri. Imempasa mwanadamu kuomba kila siku. Maadamu usipoomba neno la Mungu la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Usiposoma neno la Mungu basi ni kosa. Sasa kuna katika tunaweza kufikiri makosa makubwa ni uzinzi, uasherati. Kutokuomba tunaona sio kosa. Dhamiri inapokushtaki ndani yote, ambapo Bwana Yesu nimekosa. Damu ya Yesu inatusafisha kabisa. Na hawezi kumtumikia Mungu kwa kuna mawaa. Ndiye anatumia muda ndani vita. Na angalia misingi ya ushindi wa vita. Tukiachua haya, heri mtu mwema, fanya vyema, mko mwaminifu, basi kama katika makubwa kuliko mwaminifu. Huu ndio msingi wetu mkuu, hii kuweza kuishi na kushinda vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.